Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Asubuhi ya leo napenda kuongea kuhusu kanisa. Kanisa jinsi ambapo limechangia zaidi kupotoza kizazi hiki. Kanisa ambalo saizi limechukua mambo ya Mungu kama mzaha. Kanisa ambalo limeleta matengano katika kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya wasimamizi wa makanisa, kuna baadhi ya wakuu, viongozi, hata wachungaji katika makanisa wameinuka na aina fulani ya madharau. Na katika kudharau wameleta mipaka katika kanisa. Kuna watu ambao wanaona kwamba hawafai kuwa kanisani kwa sababu ya labda mapato yao au kwa sababu ya mavazi yao au kwa sababu ya kutojiweza. Nataka kuambia wewe kama mchungaji, nataka kuambia wewe kama mkuu msimamizi wa kanisa, wacha mapendeleo, wacha madharau, usimpendelee mtu. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo 2:1 inasema kwamba tusiwe na mapendeleo. Na mumetisha sana watu, ama mmefanya watu wameichukia kanisa kwa sababu ya mapendeleo yetu, kwa sababu ya mapendeleo yenu kama wasimamizi wa kanisa, mapendeleo yenu kama leaders, mapendeleo yenu kama wachungaji. Mmefanya watu wanaona kanisa kama si mahali pa kufaa waende. Mumetisha. Maana mko na mipaka, mmeweka mipaka katika kanisa. Mnaona kwamba watu ambao wako na kipato cha chini au watu wale ambao hawajiwezi, mmewafanya wanaonekana kwamba hawafai katika kwa kanisa la Bwana. Hata katika uongozi, kuchagua uongozi, mmeacha kutumia Roho Mtakatifu kuwasaidia kuchagua kiongozi au viongozi wa kanisa. Mmetumia vipato vya watu. Mmetumia wale ambao wako na pesa ndio wamekuwa wako katika uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa tujue kwamba Mungu wetu si Mungu wa mapendeleo, na kanisa ambalo Mungu analitambua ni kanisa ambalo linatii kila mmoja. Wewe umempenda mtu kwa sababu ako na gari. Huyo sasa ndio unataka kuambia watu kwamba Roho wa Mungu amekunena ili yeye akakue kiongozi kwa sababu ako na gari, kwa sababu anatoa sana, kwa sababu yeye ako na kazi kubwa. Unaacha kwamba kusikiza Roho Mtakatifu, ama wakati mwingine mnaacha baraka ambayo wewe mnamuona kwamba mtu ambaye hafai, mnamuona kwamba yeye ni maskini, lakini Mungu anatumia, mnazao kwamba Mungu anasema kwamba anatumia viumbe dhaifu kuaibisha vile ambavyo, yani vile viumbe dhaifu Mungu anavitumia sana. Tumefanya hao watu kama hao hawakuji kanisani. Tumefanya watu hawakosi, hata wamechukia kanisa kwa sababu ya sisi kama wachungaji tuko na mapendeleo. Tunachagua viongozi kulingana na pesa ambavyo, tunachagua viongozi kulingana na ule utajiri wako nao. Yani unafikiria kwamba Mungu anatumika kwa ajili, anatumika ndani ya matajiri. Sisemi kwamba kuwa na utajiri ni kitu mbaya. Sisemi kwamba tajiri hafai kuchaguliwa. Lakini tumechukua nafasi ya Roho Mtakatifu, tumeibadilisha, yani tumeifanya kwamba ni fedha, ama ni ile kiwango na ile maisha ambayo mtu anaishi ndio anafaa kuwa anachaguliwa. Mungu atusaidie sana. Na haya ni makosa. Na hiyo sio kanisa. Nikwambia, kama wewe kama mtumishi wa Mungu unachagua viongozi kulingana na fedha, kulingana na vipato vyao, hiyo sio kanisa. Na huyo na unatumia ile mtu ambaye anakusaidia kuchagua ni mwili wako tu, sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hafanyi kazi namna hivyo. Mungu atusaidie sana. Turekebishe.